Leo nimealikwa hapa. Nimealikwa kwenye ufunguzi wa kituo cha sanaa za maonyesho na performing arts, ambapo wataonyesha michezo mbalimbali, maigizo na vitu ambavyo sanaa za maonyesho, ngoma, michezo wanafanyikia hapa. Sasa lakini kitu ambacho kimenifurahisha hapa ni kwamba shule hii imechukua hatua ya makusudi kabisa ya kujenga kituo hiki na kuwatayarisha watoto wanaosoma hapa katika vipaji vyao vya namna mbalimbali. Tulipozunguka umeona kuna uchoraji, kuna ufinyanzi. Hapa wameonyesha pale jukwaani maonyesho yale ya maigizo. Sisi tumezoea kitu kinachoitwa drama, unaona. Sasa hapa shule hii wamejenga hii makusudi kwa ajili ya hiyo. Wanawatayarisha watoto wao ili watoto hao waweze kuendeleza kwa vipaji vyao. Mwenye kipaji cha kuchora ataendeleza kwa kipaji cha kuchora, mwenye kipaji cha kuimba ataendeleza kwa kipaji cha kuimba, mwenye kipaji cha kuigiza ataendeleza kwenye kuigiza. Kwa hiyo hilo ndasema ndio jambo kubwa hili waliolifanya, kitu ambacho kinaweza kufanya na wengi. Hata waziri wa elimu na kwenye shule zake wanaweza kufanya, maana ni miongoni. Sasa unapo hivi tufanya hapa ni kama vijana hawa sasa, akiendelezwa kwenye kipaji chake cha kuimba, akitoka hapa anakwenda kuwa mwanamuziki mzuri. Akiendelezwa kwenye kipaji chake cha uchoraji, anakwenda msanii wa kuchora vizuri. Ndio kitu kikubwa kinafanyika hapa na chuo. Na hiyo wamewekeza pesa, lakini sio kwa ajili ya mchezo tu, ila lengo lake ni kuwatayarisha watoto kuendeleza vipaji vyao kwenye fani mbalimbali zile za uwezo wao. Kwa hiyo ndio nasema jambo kubwa limefanyika, ni mfano mzuri wa kuigwa. Kitu kubwa ni kujenga uwezo sasa. Maana hii kazi kubwa, gharama. Kimwambia leo Profesa Mkenda kila shule ajenge hii, watapitwa. Lakini jambo kubwa ni hilo. Na ndio nilichokisema, nimefurahi kwamba hiki kimefanyika. Wameonyesha mfano, wameonyesha njia, kwamba watoto tu sio ile ya darasani, ile hesabu, sayansi na nini, lakini pia watoto wana vipaji vingi zaidi ya vile vya madarasani vya kawaida tunavyojua, ambavyo navyo vinahitaji kuendelezwa. Na ndicho anachokifanya hapa kwenye hiki kitu ambacho kimezinduliwa leo. Sasa tafuteni wakati, mkae na walimu hapa, wawaelezeni vizuri, ili hata makala muandike, hata kipindi maalum cha kilichofanyika hapa, ili kieleweke vizuri. Sasa kama nilichosema wakati mwingine, na ndio point aliyosema pale, kwamba wala sio kwamba wakifanya hivyo wanapoteza muda wa watoto kusema. Hapana, wanasoma darasani, lakini pia wanao muda wa kuendeleza vipaji vyao kwenye fani mbalimbali ambazo wanajua. Sasa wale vijana waliokuwa na wimbo wa mwisho ule, yule bwana wa mwisho aliyokuwa pale ndio mwalimu wa music. Sisi shuleni kwetu wakianzisha, mwalimu akianza kufundisha watoto muziki, anaambia anapoteza muda wa watoto kusoma. Lakini sasa pale ndio unapoendeleza kipaji kile. Kwenye kipaji cha muziki wanaendelezwa na mwalimu yupo kwa kufanya hiyo kazi ya kuendeleza hiyo vipaji. Wanasema ndio jambo kubwa lilofanyika sana. Jambo kubwa sana. Ndio kwanza ni kwamba pateni muda, mje hapa shuleni, mkae nao, wawasimulieni vizuri nini kinachofanyika. Ili na nyinyi muwe mabalozi wa kulieleza hili na umuhimu wa kulifanya hivi kwenye shule zetu. Hello my beautiful people, karibuni Idazara, ni wauzaji wa multivitamin, supplements pamoja na body care. Tunapatikana Mwanza mjini, junction ya Deluxe, barabara inayoshuka kwenda U-turn. Lakini pia tunapatikana kwenye platform za social media zote kwa jina la Idazara. Karibuni sana Idazara, awaken your inner glow.